بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1445 katika silsila ya durus za sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulimalizia katika kikao kilichopita kuzungumzia namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyojaribu makabila mbalimbali kuwalingania katika Uislamu na wakubali kumchukua na kumhami ili aweze kufikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu, na kuwa yale makabila mbalimbali tuliyotaja hakuna hata mmoja ambaye amekubali ombi hili la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mbali na makabila mbalimbali ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwalingania, pia alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hasikii kuhusu yoyote aliyekuja Makka katika Waarabu ambao wana utukufu kwao, bimaana katika kabila lao ni wenye kusikilika, isipokuwa atakwenda kumuona na kumlingania katika Uislamu, kisha amweleze yale alionayo, amlinganie katika Uislamu. Tataja miongoni mwa wale ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwalingania katika Uislamu. Tutaanza na Suwaid ibn Samit. كان شاعرا من أهل يثرب من بني عمرو بن عوف. سويد بن الصامت alikuwa ni mshairi katika watu wa Madina. Alikuja Makka kwa ajili ya haji au umra. فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به. Mtume صلى الله عليه وسلم aliposikia kuwa amekuja katika mausim, akamwahi kwenda kumlingania. Fadaahu ila Allah wa ila al-Islam, akamlingania kwa Allah, akamlingania katika Uislamu. Faqala lahu Suwaid akamwambia, fala'alla alladhi ma'aka mithla alladhi ma'i. Amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, huenda haya maneno unayozungumza yamefanana yale nilionayo mimi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wama alladhi ma'aka, kwani wewe una nini na kitu gani? Qala majallatu Luqman, bimaana ana kitabu kimeandikwa ndani yake hikma ya Luqman al-Hakim, ambaye imetajwa katika Qur'an. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'ridha alayhi, hebu nitajie maneno yaliyo ndani yake. Fa'aradha alayhi, kamtajia 1 2 3. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا لكلام حسن, ها maneno aliyotaja ni hikma, ni mazuri. والذي معي أفضل من هذا, lakini mimi nilionao ni mazuri zaidi kuliko hayo nilionayo. قرآن أنزله الله تعالى علي, القرآن الله ameniteremshia, هو هدى ونور, ni uongofu na ni nuru. فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن, Mtume صلى الله عليه وسلم akamsomea Qur'an. Wadaahu ila al-Islam falam yab'ud minhu, kamlingania katika Uislamu, hakuonyesha kukataa Uislamu. Waqala, bali akamjibu, inna hadha la qawlun hasan, haya maneno unanilingania mimi ni maneno mazuri. Thumma ansarafa, kisha kaondoka bila ya kusilimu. Faqadima al-Madinata ala qaumihi, akarudi kwao Madina. Falam yalbath an qatalathu al-Khazraj, sababu alikuwa katika Aus
na kabla ya Uislamu ilikuwa kuna vita baina Aus na Khazraj wakamuua huyo bwana. Fakana rijalun min qaumihi yaqulun inna lanarahu qad qutila wa huwa muslim, utaona ameuawa akiwa katika hali ya kuwa ni Muislamu huyu bwana. Yani tulikuwa tukimuona kwa vitendo vyake na maneno yake alikuwa ni Muislamu wakati alipouawa kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Madina. Dhimad ibn Tha'laba katika wale aliowalingania Mtume sallallahu alaihi wasallam, Dhimad ibn Tha'laba وهو رجل من أزد شنوءة من اليمن, ni bwana mmoja katika kabila la Azd Shanua anayetoka nchi ya Yemen. Kana sadiqan lin-nabii sallallahu alayhi wasallam fi al-jahiliyya, na huyo alikuwa rafiki yake Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya Uislamu. Wa kana yarqi min hadhihi ar-rih, na alikuwa akiwazungua watu kutokamana na majini na uenda wazimu. Yeye ni mzunguaji, fanyia ruqya, zunguo lakini la kijahilia. Qadima Makkah mu'tamira, alikuja Makkah kwa ajili ya umra huyo bwana. Fajalasa majlisan fihi, sasa hawa watu hebu nenda kasome kwenye tarehe utaona huyu ankuja umra. Hiyo umra mfanyia nani? Hiyo umra ilikuwa nini? Umra si ibada, walikuwa wakifanya ibada wao, lakini sema katika ibada yao ndani yake wakitia nini? Ushirikina. Lakini walikuwa wakifanya ibada. Bali Abdul Muttalib walipokuja kuvamia kina Abraha na jeshi lake na ndovu, alimwambia mimi naomba unipe ngamia zangu, ama hii nyumba fa inna lilbayt rabb yahmi, hii nyumba ina Mola wake mlezi atailinda, mimi siwezi kuilinda. Jeshi lako kubwa, unipe ngamia wangu, ana rabbu al-ibil, mimi ni mwenye ngamia, mwenye nyumba ataihifadhi mwenyewe. Alikuwa mkusudia nani? Allah. Ndio ashakuwa Muislamu. Mambo mengine mimi wasikia makhurafi kile nikisoma tarehe hivi nakumbuka hao jamaa vipi watu wafanya haji wafanya umra hawaamini Allah yuko. Hiyo haji na umra wameitoa wapi? Haji na umra wameitoa kwa bakia ya dini ya Ibrahim alayhi salatu wasalam, ilikuwa imebakia, lakini ndani yake ufanya nini? Wakifanya shirki. Bali wakisema labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. wakisema katika haji labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik, Mtume sallam akiwaambia qat hapo mlipofika tosha, waongeza illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, isipokuwa mshirika ambaye ni mshirika ni wako wewe, wammiliki na anachokimiliki, wakamshirikisha Allah katika ibada. Kwa usimsikie mtu akudanganya, maana warongo wa makhurafi. Khurafi mrongo akikwambia kuwa makureshi walikuwa hawaamini Allah yupo, mrongo. Waamini Allah yupo, wakiamini Allah ndiyo muumbaji wao, lakini wakimshirikisha katika ibada. Dhimad ibn Tha'laba amefika Makka kwa ajili ya kufanya umra. Fajalasa majlisan, na hili pia tukio hili litizameni vizuri na msikize vizuri, sababu haya ni katika mambo ya kijahilia ambayo yako mpaka leo. Wakakaa kwenye kikao, fihi Abu Jahl, katika kile kikao yuko bwana mkubwa Abu Jahli, jinga kabisa liko pale limekaji, wa Utbah ibn Rabi'a wa Umayyah ibn Khalaf, hao ni sanadidu al-kufr, wamekaa pale. Faqala Abu Jahl hadha ar-rajul alladhi farraqa jama'atana wa saffaha ahlamana, huyu mtu ankuja hapa bwana ameleta furqa baina yetu, amekuja kufarikisha baina ya watu. Nasikia maneno vizuri haya, maneno ndio yale leo yazungumzwa dhidi ya watu wa sunna vile vile. Hao wamekuja kufarikisha baina ya watu, na kule kina Abu Jahal pia walikuwa kusema kama wao, wanamfanana maneno yao kuwa huyu Muhammad amekuja hapa akafarikisha baina ya mkusanyiko. Utafikiri makureshi walikuwa kitu kimoja kabla hapo? Makureshi walikuwa kitu kimoja? La, hakuna mtu amsikiliza kabila ya mwenzake, kila kabila na kiongozi wake. Hawajakuwa kitu kimoja hata siku moja.
bali wapigana kwa ajili ya sababu tafe kabisa. Kama mfano mzuri Aus na Khazraj, Madina walikuwa wakipigana miaka mingi sana, wakiuana wao kwa wao, na Mayahudi wakitia fitina baina yao, wakitia fitina wapigana wao kwa wao. Na sijui kwa nini mpaka leo watu wasoma katika tarehe kuwa Mayahudi walikuwa wakitia fitna baina ya Aus na Khazraj, na leo kuna makundi ya Kiislamu yatiliwa fitna na Mayahudi baina wao na wao, wauana hivyo, wafuata yale yale. Mijitu haisomi yani, ikaona katika tarehe kuna mafunzo makubwa. Aje kafiri baina yenu awapiganisha na nyinyi muingia tu mapigano, tukubalije ya akhi, tumia akili. Anayefitini baina yenu nani? Wahid kafir yahudi, wachana naye. Abu Jahal bwana asema wasaffaha ahlamana, afanya sisi akili zetu pumbavu, atufanya sisi wapumbavu masafi. Walosoma wao tu bwana, walosoma wao ndio wana elimu tu. Ndio leo lugha inayotumiwa na makhurafi na mahizbi dhidi ya ahli sunna. Watu wote wakusoma walosoma wao tu. Safaha ahlamana, atufanya sisi wapumbavu, yeye ndio mwerevu tu. Wa adalla man mata minna, akawafanya wale waliokufa wote wankufa katika nini? Upotofu, katika jamaa zetu waliokufa kabla ya hapa, sababu walikuwa kiabudu hivi tunavyoviabudu. Waaba alihatana, akatutukania miungu yetu, awatia aibu miungu yetu, ametutukania miungu yetu. Huyu watukana watu. Angalia vile zafanana zile lugha za watu wa batil katika kila asri zile tu. Yule anayezungumza haki akaambia wewe kazi yako kutukana watu tu, wewe tukana watu yule. Kwa nini? Kwa sababu kuizungumza haki na ukweli. Faqala Umayya akachangia, Umayya ibn Khalaf, huyu ambaye atafufuliwa na tarikus salah, katika wale watu ambao tarikus salah atafufuliwa nao. Wa hushira ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay ibn Khalaf. Yule ni Ubay ibn Khalaf, ni Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf akachangia na yeye, akasema ar-rajulu majnunun ghairu shak, huyu bwana mwenda wazimu, hana shaka kwa yeye ni wazimu tu. Anao amkusudia nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Dimad fawaqa'at fi nafsi kalimatuhu, hili neno la kusema mwenda wazimu likaingia katika nafsi. Si raqi, si tumetaja hapa ni mzunguaji. Asema kama mwenda wazimu yawaletea shida, wacha uwasaidie, mimi nitamzungua ni utoe ule wazimu wake ili watu wakae na amani, sio si mwenda wazimu. Faqultu law anni ra'aytu hadha ar-rajula la'alla Allah yashfiyahu ala yadayya. Sikiza maneno yake, akasema nini? Lau kama mimi nitamuona huyu bwana, la'alla Allah, huenda Allah, yashfiyahu ala yadayya, akamponyesha. Nani mponyesha? Allah amponyeshe kupitia mikono yangu. Falaqiyahu, akakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad inni arqi min hadhihi ar-rih, mimi nazungua watu bwana, kama una wazimu una majini ya kusumbua, mimi ni mzunguaji. Wa inna Allah yashfi ala yadayya man shaa, na Allah humpa shifa yule anayemtaka kupitia mikono yangu katika waja wake. Fahal laka, wataka nikuzungue bwana? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Akamsomea khutbatul haja. Leo khutbatul haja ikisomwa watu waisikia tu, lakini anaelewa maana yake, ajue yale maneno mazito yako ndani yake. Wale walikuwa ni arabun aqhah, ni waarabu wanaoelewa lugha ya Kiarabu kisawasawa. Faqala Dimad ibn Tha'lab, Dimad aliposikia ile maneno akashtuka, akamwambia a'id alayya kalimatika haula, hebu rejelea tena ile maneno, yarudie tena hayo maneno aliyosema. Fa'aadahunna alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 3 marat,
Mtume sallallahu alaihi wasallam akamregeshea khutbatul haja mara 3 aisikiliza. Faqala, yule bwana akamwambia, laqad sami'tu qawla al-kahana, mimi mmewahi kuyasikia maneno ya makuhani, fortune tellers, wa qawla as-sahara, na maneno ya wachawi, wa qawla ash-shu'ara, na maneno ya washairi, fama sami'tu mithla kalimatika haula'i, wallahi sijawahi kusikia maneno mazuri kama haya niliyosikia kwako. Walaqad balaghna na'us al-bahr, yafika mpaka kina cha bahari kule ndani, maneno yako mazito sana. Faqala hati yadaka ubay'aka ala al-islam, nipe mkono wako nakupa bai'a mimi nasilimu. Fabay'ahu, akasilimu sahaba. Faqala lahu rasulullah sallam, wa ala qaumika, chukua bai'a si yako wewe tu, akachukua fursa na watu wako utakaporudi. Qala wa ala qaumi, na pia watu wangu nakupa ahadi nachukua bai'a kwako, nenda kuwalingania katika Uislamu. Akarudi kwa jamaa zake kuwalingania katika Uislamu. Huyu ni Dhimad ibn Tha'laba radhiyallahu anhu. Katika wale aliowalingania Mtume sallallahu alaihi wasallam At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi radhiyallahu anhu. وكان رضي الله عنه رجلا شريفا شاعرا لبيبا, alikuwa ni mtu mtukufu tena mshairi aliyekuwa na akili. رئيس قبيلة دوس باليمن, yeye ndiye alikuwa kiongozi wa kabila la Daus. Kabila la Daus ndio kabila nani? الدوس. من من رواة الحديث الصحابة؟ دوسي. دوس من قبيلة دوس. نان يجوه أبو هريرة رضي الله عنه, عبد الرحمن بن صخر الدوسي, لا تنسى. تمام, أبو هريرة الدوسي. نهي الطفيل بن عمرو الدوسي يندي سباب يكسلم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وإذ الدال على الخير كفاعله, pamoja na kwa yeye si yeye alihifadhi zile hadithi zote alizozihifadhi Abu Huraira radhiyallahu anhu, lakini ana nasibu katika ajiri kubwa anayoipata Abu Huraira radhiyallahu anhu kwa kuwa yeye ndio sababu ya kusilimu sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu arda. At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi alikuwa ni kiongozi wa kabila la Daus Yaman. قدم مكة وذلك بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف. alikuja Makka Mtume sallam alipokuwa amekwenda Taif, akapigwa kwa mawe kule akarudi. Famasha ilayhi rijalun min Quraysh, Quraysh walikuwa hawapotezi nafasi, wakiona tu mtu amekuja ni mkubwa katika kabila lake wamkimbilia haraka kwenda kufanya nini? وكانوا لا يسمعون بقدوم أحد من العرب عليهم إلا استقبلوه وحذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومكملية إليكم تهذريش كتكما نمتوم صلى الله عليه وسلم. ووصفوه بكل نقيصة, كيش وامتهم متوم صلى الله عليه وسلم وكل صفة مبوف. تاريخي نراحة والله يكتلز روح. Hivi ndivyo ilivyo leo kwa watu wa bid'a dhidi ya watu wa sunna, ndio ilivyo leo. Wale kadha, wale chunga usiende pale, yule kadha, yule hivi, yule hivi. Tuona mtu wa sunna analingania atabandikwa kila sifa ambayo hana, kila sifa ambayo hana, khashyata an yuslima, waogopea yule mtu asije akasilimu, na hao waogopea asije mtu akaingia kwenye nini? Kwenye sunna. Kwa atahadharishwa kabisa. Akionekana tu amehudhuria kwenye khutba au msikiti wa ahli sunna salafiyin, hapo hapo mbele, wewe wajua wale masalafi wewe, nenda tutaanza kututukana sasa hivi. Yani kuwatukana maana yake utawacha bid'a. Ukiwacha bid'a wewe watukana watu. Ukisema hii ni bid'a, wewe una matusi makubwa sana, watukana watu. Tasikia hivi. Yani na mtu haambiwi yasema bid'a, yuambiwa yule yuwatukana watu. Yani utafikiri amekaa pale amtukana babake huyu, amtukana mamake yule, amtukana nyanyake yule. Atukana watu maana yake awakataza watu shirki, awakataza watu bid'a. Atukana watu. Ama mashekhe wao watoe mavunga na uongo, kisha simameni ule uongo. Sasa jamaa pale mmedanganywa pale. Siona atukana mashekhe bana.
mashekhe wenu waongo. Na hii imenikumbusha akh mmoja nitumia clip hapa, yule wanasema Abdul Qadir Jilani alipokuwa mchanga, ikifika Ramadhani hanyonyi mchana mzima, hanyonyi. Basi jamaa hamkomi nyinyi kwa urongo. Jamaa, yani mwafanya wale watu wanaosikiza wajinga, hawaelewi. Yani mtoto mchanga mwezi mzima hanyonyi huyo, jamaa. Sasa hii tuicheke ama tuseme mashaallah alizungumza mwana wa chuoni, alizungumza mrongo, umeelewa? Kadhab. Tena huyu ingelikuwa ni katika zile zama za upokezi wa hadithi, angeitwa dajjalun min ad-dajajila, yani ile ya juu kabisa, ile ta'an na jarh ya juu kabisa. Sadala, ati mtoto mchanga hanyonyi kwa sababu inaingia Ramadhani, mchana mzima hanyonyi. Unaona? Si ajabu, kwa sababu kuna mwingine pia niliwaambia juzi, asema ikiingia Ramadhani hali tena wala hani mpaka siku ya Eid, hali wala hani, wafunga mwezi mzima. Elewa vizuri, si ati ifika wakati iftari yafuturu, aunganisha zile siku. Sio wali gani aunganisha zile siku. Hataki sunna ya Mtume sallam ya kufuturu mapema wala kula daku, hana haja. Tasaharu fa inna fi sahuri baraka. Wali hajui kama kwenye sahur kuna ajr, wali hajui kama kufuturu mapema wapata ajr. Ndio nikumbusha sema wali wa Shakahola. Hawa si ndio kina Shakahola hao? Si ndio hawa wali wa Shakahola waambiwa wasile. Sasa nyinyi walaumu Shakahola kule, sio aitwa nani yule, aitwa nani, Makenzi mumlaumu ule, kumbe wako kina Shakahola huko makhurafi. Waambia watu mtoto mchanga hanyonyi Ramadhani nzima. Kuna kazi hapa. Mnataka kupeleka watu Shakahola nini? Asome Uislamu si Shakahola. Inakula daku, inakufuturu, Sasa hizi ukizisema hizi, waambia wewe bwana tukana watu. Kama matusi basi tunayo, kama haya matusi basi tutaendelea hivi biidhnillah. Hakuna siku utashika, sijui utashika mdomo usizungumze. Mukisema urongo tutasema kwa watu nyinyi warongo. Wewe una wazimu wewe, mtoto utaketi mwezi mzima anyonyo, akili yako nzima wewe. Tena tujituzimali nka pale laitikia Abdul Qadir Jilani bwana mwezi mzima Ramadhani kwa anyonya asubuhi mpaka jioni, sio amfunga. Katafuteni wajinga kama nyinyi. Hii story hata ukimwambia mtu yule marungi ataikataa. Wacha mtu yuko msikitini ankaa, mtu ankaa na jikati lake yuko kwenye nahwa, ukamwambia atakwambia leo utanrusha nahwa atakwambia hivyo na wala marungi. Hakuna mtu anaweza kukubali upuzi kama huo. Hebu turudi hapa. Hawa jamani wapuzi sana shekhi. Mtu hana mazungumzo mengine kudanganya watu shekhi. Sema mavunga zimia. Tena Jilani huyo alipokuwa mchanga huyo hali hanyonyi kabisa. Sanala. At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi apewa maneno sasa, ambiwa wale watu kadha, yule mtu kadha, yule kadha. Azungumzwa nani hapa? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asingiziwa kila aina ya balaa ambayo hana sababu. Auambia watu wasiabudu masanamu, wamwabudu Allah peke yake, wawache mambo ya kijahilia, wafuate dini ya Uislamu. Ndio makosa yake ndio nayo. Wasema faqalu lahu ya Tufail, ewe Tufail, kama mpa nasaha, innaka qadimta biladana, wewe umekuja kwetu hapa. Wa hadha ar-rajul alladhi baina adhhurina qad a'dhala bina, na huyu bwana ambaye yuko na sisi hapa ametuchanganya kabisa, amezidi sana, mambo yetu ameyafunga yote, hatuna raha. Wa qad farraqa jama'atana, ameleta furqa baina ya jamaa yetu, leo watu wasikizani. Wa shattata amrana, jambo letu amelisambaratisha. Wa inma qawluhu kasihr, maneno yake ni kama uchawi, ukisikiza tu utamfuata. Sheikh Abdul Razzaq siku moja aeleza kwenye darsa, alikutana na bwana mmoja ameletwa mbele yake,
aomba mawali, aomba afanya shirki yani. Sasa akawa yozungumza na yeye, asema mimi namnasihi yule bwana, maana yake anakuja na mwenzake kama vile twende kwa shekhe pale tukamuulize, unaona kwani wafanya. Akamwambia mimi naomba kupitia wali fulani, kama makosa, Allah yasema kadha, Allah yasema kadha, Mtume sallallahu alayhi wasallam kadha. Akamtolea aya na hadithi kumkataza hili jambo. Asema yule bwana akamwambia, mimi nilionywa kutoka nitoke kule kwetu, niliambiwa wale mawahabi usiwasikilize ukienda Saudia, na tena hatari yao watumia aya na hadithi tu, wao wabaya kweli kweli, wasema qala Allah qala rasuluhu, siuelewa. Na leo ndo nahakikisha kumbe kweli nyinyi mwasema qala Allah qala rasuluhu, watu wabaya sana nyinyi, na ndo wakakataa haki, sijui muelewa. Sasa hawa jamaa waambia yule bwana, wa inna ma qawluhu kasihr, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama uchawi, usimsikize yule. Yufarriqu baina ar-rajuli wa baina abihi, afarikisha baina ya mtu na baba yake, wa baina ar-rajul wa baina akhi, na mtu na ndugu yake, wa baina ar-rajul wa baina zawjati, na mtu na mke wake. Wa inna nakhsha alayka wa ala qaumika ma qad dakhala alayk, sisi tukuogopea tosha ile tupata sisi, asije akakupata na wewe na watu wako, chunga. Fala tukallimhu, usizungumze naye yule, usimzungumzishe. Wala tasma'anna minhu shay'an, wala usimsikilize chochote anachokisema. Kimsikia yosema kimbia. Wewe ukielezwa kuhusu huyo mtu hivyo sema nini? Kuna bwana mmoja amenifuata mimi, ananiambia bwana, kuna jamaa amekuja bwana, nieleza kitu kuhusu wewe. Nazungumza mimi kuhusu wewe, lakini mimi namwambia yule, huyu bwana namjua, nitakwenda kumuuliza. Asema muulize. Asema bwana yule akiswalisha kule msikitini kule, huwa yuwapita kwenye safu, kama wewe unyoa ndevu akwambia wewe mwanamke kwenda nyuma, usiketi na wanaume, yani mimi nasema hivyo. Na kama mtu ameweka suruali ndefu chini, kanzu ndefu chini, imepita majicho mawili, pia naambia wewe mwanamke kwenda nyuma, usikae na wanaume hapa mbele, mimi nasema hivyo. Asema na yuwazungumza na wale waliokaa pale wamwamini. Salala, mwanzo si uje wanaoswalisha hapa nani? Kuswalisha hapa wanafunzi hata kama niko si sana kuswalisha. Alafu lini mwanzo akili yako timamu, wewe utamwambia mwanamume wewe mwanamke mtawachwa, huyo mwanamume atakubali? Eti umwambia mwanamume kwa sababu amvaa nguo ndefu chini, wewe mwanamke, akili yako nzima itakuwa si imamu tena, umwenda wazimu. Lakini hawana haya makhurafi hawa, wallahi hawana haya shaka lolote. Bora wewe wamtahadharisha mtu asisikilize ile sunna, chochote atabadilika mtu. Kwani wakati ule nyuma kule Masjid Mulla pale, jamaa wasema pale Masjid Mulla kuna mtu anketi mlangoni na makasi. Hamjasikia hizo story? Akiingia tu mtu na suruali yake ndefu yakatwa pale, kisha ambapo ingia ama toka, tunakata hapa. Salala, hata jeshi pia hawafanyi hivyo, atafanya mtu msikitini jamaa? Mbona yani hivi? Tena waweza kumwona mtu shekhe bwana awadanganya watu wazi. Sasa kitu kibaya ambacho kime backfire ni kuwa wale watu waenda kuhakikisha, sema msikitokata watu suruali, wacha nende nikaswali, nikimuona si nitaenda zangu. Akifika kuta watu waswali kama kawaida, wamaliza kuswali kimya wenda zao. Mbona sioni zile makasi? Kumbe uwarongo. Sasa hapo ndio yamfanya mtu ile curiosity ziyoita, yuwataka kujua kwani hawa wana nini. Hebu na mimi nisikize. Na sisi tuwaambia kitu kimoja, wallahi binadamu ameumbwa asili yake aipenda haki. Siku akisikia ya maneno atayafuata, akisikiliza ile haki ataifuata. Na nyinyi kitu kikubwa mnachokifanya chaitwa advertisement. Kila mkizungumza ndio mwafanya watu wafanye nini? Binadamu wako hivyo, akiambiwa usiende pale ndo kwani kuna nini? Hebu ngoja nikaone. Pale anapoambiwa usiende pale ndo yuenda. Sasa wakati mwingine Allah aleta sababu zake nzuri sana. Wamuona jamaa akikaa tu yazungumza, hawa mawahabi, kumbe ndio yafanya advertisement.
hata kama mtu alikuwa hajawahi kusikia kuhusu watu, yeye ndio yowatangaza waja. Sasa asikiliza kuta maneno sivyo vile nilivyoambiwa, ndio yejua ile haki. Sasa Makuraish walikuwa wakifanya hivyo. Huyu bwana ashatishwa, ashaambiwa maneno haya, usimsikilize huyu bwana. Qala Tufail asema fa wallahi ma zalu bi ay ma zalu yukhawifuni hatta ajma'tu an la asma' minhu shay'an wala ukallimahu. Jamaa hawakuacha kunitia hofu, wakanitia mpaka sasa simsikilizi wala sitakata kumuona huyu mtu wala sitomsikiliza. وحتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا, mpaka nilipokuwa nenda msikitini asubuhi nikatia pamba ndani ya masikio yangu. Yani hata bahati mbaya nikapishana naye wasoma mambo yake huko, nisisikie uchawi bwana, nisisikie. faraqan min an yablughani shay'un min qawli, kwa hofu nisije maneno yake akanifikia. wa ana la uridu an asma'u, na mimi sitaki kumsikia. قال الطفيل فغدوت إلى المسجد, asubuhi nkarauka nenda msikitini fanya ibada zao. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة, mara namkuta mtume صلى الله عليه وسلم amesimama yuwasali kwenye al-Kaaba, nje al-Kaaba pale yuwasali. قال فقمت منه قريبا, na mimi nikasimama karibu na yeye. فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله, Allah akakataa isipokuwa lazima yaingie baadhi ya yale maneno kwenye masikio yangu, na pamba zangu yale maneno yakafika ndani ya masikio yangu kayasikia. Qala fasami'tu kalaman hasanan, nikasikia maneno mazuri sana. Faqultu fi nafsi wa thakla ummi, na mamangu anikose. Hii sikujiapiza, ni maneno yatumia Waarabu. Mbona mimi nitaka kuwa mpumbavu namna hii? والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح, mimi ni mtu mshairi mwenye akili timamu, naweza kupambanua hili la sawa hili si sawa. فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول, kitu gani chanizuia mimi nisimsikize huyu bwana yasema nini? فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته, ikiwa yale maneno anayozungumza ni mazuri nitakubali. وإن كان قبيحا تركته, na ikiwa ni maneno mabaya nitamwachia mwenyewe. قال فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فاتبعته, nikakaa pale mpaka mtume صلى الله عليه وسلم alivomaliza kufanya ibada zake yuenda nyumbani, mimi nikamfuata nyuma mpaka nyumbani kwake. حتى إذا دخل بيته دخلت عليه, alipoingia nyumbani kwake na mimi nyuma yake kaingia. فقلت, kamwambia ya Muhammad, inna qaumaka qad qalu li kadha wa kadha, lilladhi qalu, watu wako wameniambia moja mbili, wale maneno waliomweleza akawa wamueleza nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. fa wallahi ma barihu yukhawifunani amraka hatta sadadtu udhunayya bikursufin li alla asma' qawlak, wallahi wale jamaa wamenitisha, wakanitisha mpaka nikatia pamba kwenye masikio nisisikie maneno yako. ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك, lakini Allah amekataa isipokuwa lazima anisikilizishe maneno yako. Nikayasikia, fasami'tuhu qawlan hasanan, nikasikia maneno mazuri sana. Fa'rid alayya amrak, hebu nieleze ili jambo lako, nifunulie haya mambo, wewe walingania katika nini? Qala fa'arada alayya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-Islam, Mtume sallam akamueleza kuhusu Uislamu. وتلا علي القرآن, كان يسمع قرآن. فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه, والله sijawahi kusikia maneno mazuri matamu kama haya, sijawahi kusikia maneno mazuri kama haya. wala amran a'dala minhu, sijasikia maneno na amri ambayo ina uadilifu kama ile maneno aliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. fa aslamtu wa shahidtu shahadat alhaqi, hapo nikasilimu, hapo mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nikasilimu. wa qultu ya nabii Allah, ewe mtume wa Allah, inni mru'un muta'un fi qaumi, mimi ni mtu ambaye natiiwa kwa jamaa zangu, nikirudi kule wale watu wote watanifuata mimi. wa ana raji'un ilayhim, narejea kwao sasa. wadaa'ihim ila alislam, na nitawalingania katika Uislamu.
fad'u Allah an yaj'ala li aya, muombe Allah anijalie mimi ishara ya kuonyesha ukweli wa yale niliyokuja nayo, takunu li aunan alaihim fima ad'uuhum ilayhi, ili iwe ni msaada kwangu katika kile nitakachowalingania. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al lahu aya, ewe Allah mjalie huyu ishara ya kuonyesha ukweli wa yale aliyokuja nayo kwa watu wake. Alipomwombea hii dua, At-Tufail akaondoka, arejea wapi? Kwao. Tutaendelea kesho inshallah, wakati umesonga. Najua msema sungetumalizia kesho inshallah. Kesho usikose, to be continue. Kesho inshallah nitawaeleza aliporudi kwao ilikuwa aya gani amepewa na alijibiwa nini na watu wake. Hayo tutazungumzia kesho inshallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.